إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ألا وهو الاتباع ما أمرنا الله به والاجتناب ما نهينا عنه من أفعال وأقوال. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kiongozi wa umma huu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza najihusia pamoja na kuhusieni ndugu zangu katika imani kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kushikamana na yote aliyotuamrisha na kuachana na yote aliyotukataza. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote tuwe katika kundi la wacha Mungu. Ndugu zangu, innamal a'malu bil khawatim, hakika matendo anayoyafanya mja yanaangaliwa mwishoni. Kwa hakika Ramadhani imekaribia kuondoka. Tumefunga ndani ya mwezi wa Ramadhani theluthi mbili na tumebakiwa na theluthi moja. Ndugu zangu, katika theluthi mbili zilizopita, miongoni mwetu kanu yatakasaluna fil ibada, wapo waliokuwa wakizembea katika ibada, fi salat, katika swala, wa dhikr, na katika adhkar, wa qiraati alqurani, na katika usomaji wa Qur'ani. Kuna watu walizembea katika theluthi mbili zilizopita, kwa maana 12 yaliyokwisha ondoka. Na kuhusieni ndugu zangu, pamoja na kuhusia nafsi yangu, la taqnatu, msikate tamaa. Msikate tamaa ukajiona madamu umezembea katika 12 yaliyopita ukaona wewe ndio basi. La taqnatu, usikate tamaa, msikate tamaa ndugu zangu. Katika hii theluthi ya mwisho tulionayo, 10 la mwisho tulilonalo, ni afdhalul ayyam wa a'dhamuhu, ni masiku yaliyo bora zaidi
na ni masiku yaliyo matukufu zaidi. Yaqulu subhana, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Allah anasema wal fajr, ay uqsimu, naapa biwaqtil fajr, naapa kwa wakati wa alfajr, na ninaapia kwa masiku 10. Walmufassirun, na wafasiri wanasema masiku 10 haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaapia ni haya masiku 10 ya mwisho ya mwezi huu wa Ramadhani. Ni haya masiku 10 yanayopatikana katika theluthi hii ya mwisho katika mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu zangu, na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya viapo vyote hivyo, washaf'i walwatr, na ninaapia vile ambavyo ni viwili viwili, na ninaapia kile ambacho ni kimoja kimoja. Baada ya hapo akasema hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, je, katika hayo kuna kiapo chochote kwa yule ambaye ni mwenye akili? Ndugu zangu, na Allah subhanahu wa ta'ala anapoapa akataja kitu kukiapia, iwe ni siku, iwe ni muda, kama tunavyoona katika Qur'ani kuna sehemu zingine anaapia muda, anaapia wakati, na kama tulivyoona katika aya hii anapoapia Allah subhanahu wa ta'ala anaapia kwa kile ambacho kilichokuwa kitukufu, kile ambacho kina manufaa makubwa, kile ambacho kinahitaji kutafakari, kinahitaji kufikiria. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akaapia kitu hiki, akataja kitu hiki? Inahitaji kufikiria, na ndio maana akasema katika kiapo hicho, je, kuna kiapo kwa yule mtu mwenye akili? Yani kwa maana tunahitaji kutafakari pamoja na kufikiria Allah subhanahu wa ta'ala kuapia haya masiku 10 ya mwisho ya mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu zangu, innamal a'malu bil khawatim, bila shaka matendo yanaangaliwa mwishoni. Na kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam allamana, ametufundisha annad'u Allaha husnal khatima, ametufundisha tukithirishe, tufanye kwa wingi kumuomba Allah mwisho uliokuwa mwema, mwisho uliokuwa mzuri. Lima, kwa nini tuombe mwisho uliokuwa mzuri? Innamal a'malu bil khawatim, matendo yanaangaliwa mwishoni. Kwa hiyo ndugu zangu, tusikate tamaa. Pamoja na kuwa tumezembea sana katika makumi yaliyopita, lilipoanza 10 la kwanza tulijazana misikitini, lilipoingia 10 la pili tukaanza kupungua misikitini. Kadiri masiku yanavyozidi kwenda tumepungua zaidi, mpaka tunaingia 10 la tatu tumepungua kabisa, tuko wachache. Sasa wale ambao walipungua tunawahusia ya kwamba kwanza wamezembea, lakini pamoja na kuzembea kwao wasikate tamaa, wajipinde katika masiku haya 10 tulionayo ya mwisho. Haya masiku 10 ya mwisho ni masiku ambayo afdalul ayyam, ni masiku yaliyokuwa bora zaidi, ni masiku yaliyokuwa matukufu zaidi, ni masiku ambayo kama tukijipinda
tukafanya jitihada, yatabadilisha yale yote ambayo tuliyozembea katika yale masiku yaliyotangulia. Yatabadilisha yote ambayo tumezembea katika makumi mawili yaliyotangulia. Na ndani ya masiku haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kuwa ni bora zaidi. Liwujudi fiha Lailatul Qadr, kwa sababu ndani yake unapatikana usiku wenye cheo, unapatikana usiku wenye heshima. Usiku wa Lailatul Qadr unapatikana ndani ya haya masiku, na usiku huo ndio usiku ambao badaat nuzuli alqurani, ndipo Qurani ilipoanza kushuka. Qurani iliteremshwa ndani ya usiku huo wa Lailatul Qadr, kama qala ta'ala, inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qurani katika usiku wenye cheo, usiku wa Lailatul Qadr. Wama adraka ma Lailatul Qadr, nini kitakachokujulisha wewe ni upi wa usiku wenye cheo? Lailatul Qadr khairun min alfi shahr, usiku wenye cheo, usiku wa Lailatul Qadr ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Ndugu zangu, usiku huo wa Lailatul Qadr unapatikana ndani ya haya makumi ya mwisho ya mwezi huu wa Ramadhani. Walidhalika, na kwa ajili hiyo tunakumbushana tufanye jitihadi, tufanye majuhudi kama tulifanya huko nyuma katika makumi yaliyotangulia. Kumi hili linahitaji zaidi, tuzidishe katika kumi hili. Huenda tukawa mimi na wewe ni miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawafikisha katika kuupata usiku wa Lailatul Qadr. Allahumma ballighna Lailatul Qadr, Allahumma ballighna Lailatul Qadr, Allahumma ballighna Lailatul Qadr. Ndugu zangu Waislamu, na usiku wa Lailatul Qadr kama qala sallallahu alayhi wasallam, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr, akasimama hata muda kidogo tu, sio lazima ahuishe usiku wote, akasimama akaswali au akasoma Qur'ani au akatoa sadaka au akafanya adhkari katika usiku huo, imanan, tena kwa imani, akimwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi anakaa na dhana ya mja, yani wewe mimi tutakavyomdhania Allah ndivyo itakuwa hivyo hivyo. Ukimdhania vibaya Allah ya kwamba ataniadhibu, atakuadhibu kweli, na ukimdhania vizuri kwamba Allah atanisamehe, Allah atanilipa, atakusamehe na atakulipa. Kwa hiyo yule ambaye akasimama usiku wa Lailatul Qadr akiwa na imani, akimwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya yote anayoyafanya katika usiku huo, lakini akiwa anahitaji talaba thawaba min Allahi, anahitaji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu malipo yake husamehewa madhambi yaliyotangulia. Ndugu zangu, hii ni fursa kubwa sana. Katika baadhi ya riwaya imeelezwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alionyeshwa a'mar ummatihi, alionyeshwa umri wa umma wake, alionyeshwa umma wake, kwa maana sisi na wale waliotangulia wakati ule wa Mtume sallallahu alayhi wasallam
akaonyeshwa umri wao uko vipi. Mtume alivyoona ule umri, aliona mimbaina 60 wa 70, umri wa umati wake ni miaka 60 mpaka 70 hapa, lakini kuna wachache tu ambao ndio wanaweza wakavuka kwenye 70. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoona umri huu, halafu akakumbuka umri wa watu waliotangulia kabla yake, akina Nuhu na wengine miaka 950. Mtume akahuzunika, akaona itakuwa vipi hawa umma wangu, mbona watazidiwa katika kheri na umma zilizotangulia? Wale wana miaka 950, miaka 800, inazao wakifanya haiwezi kulingana na kheri atakayoifanya yule wa miaka 60, wa miaka 70, hata akafikisha miaka 100, haiwezi kulingana. Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na ihsani kwa ajili ya umma huu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akatuwekea usiku huu wa Lailatul Qadr, kwamba ukisimama tu mara moja katika usiku huo ukabahatisha kuupata, basi malipo unayoyapata hayalingani na yule ambaye amefanya ibada katika miezi 1000, takriban miaka 83 hivi takriban. Na hiyo ni Ramadhani moja. Kuna watu wana Ramadhani 50. Inawezekana katika Ramadhani 50 hizi likifika 10 la mwisho wanasimama wanahuisha 10 lote. Kila linapofika 10 la mwisho wanasimama wanahuisha 10 lote. Kwa hiyo katika 10 haya yote ya Ramadhani 50, manake kuna 50 mara miaka 83. Utakuta ni miaka mingi sana ambayo inapatikana, ambayo inawezekana kabisa huyu wa umma wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akamkuta yule aliyekuwepo wakati wa nabii Nuhu au akamzidi. Hii ni fadhila na hii ni ihsani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameileta kwa umma huu. Ndugu zangu Waislamu, na usiku huo wa Lailatul Qadr, kama walivyosema baadhi ya wanazuoni, kuna mwanazuoni ambaye amezungumza maneno mazuri ambayo yanaendana na maneno ya Ibn Abbas. Ibn Abbas anasema usiku wa Lailatul Qadr hiya 27, ni usiku wa 27. Ibn Abbas anasema hivi. Kwa hiyo mwanazuoni huyu akasema usiku wa Lailatul Qadr idadi yake kwamba ni lini unapatikana katika aya hizi zilizoteremka: inna anzalnahu fi lailati alqadr wama adraka ma lailatu alqadr lailatu alqadr khairun min 1000 shahr tanazzalu almalaika waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amri salamun hiya. Hiya kwa maana hiyo Lailatul Qadr, dhamiri hii hiya manake inarudi katika usiku huo wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo ukihesabu hizi utakuta idadi ya haya maneno yaliyokuja katika sura hii mpaka yanafika sehemu hii utakuta idadi yake ni 27. Kwa hiyo mwanazuoni huyu akasema usiku wa Lailatul Qadr ni 27. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameuficha usiku huu, linajitahida fi talabiha, ili tufanye jitihada katika kuutafuta. Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyeshwa ule usiku, akaambiwa usiku wa Lailatul Qadr ni usiku fulani. Lakini ikatokea takhasum baina ashabi, ugomvi ukatokea kati ya masahaba wake. Wakati ule mzozo ukiendelea, mtume anatoka kwenda kuangalia nini huko. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamsahaulisha ule usiku. Kwa hiyo amemsahaulisha ili tufanye jitihada kwa ajili ya kuutafuta usiku huo. Ndugu zangu Waislamu, masiku haya 10 ya mwisho
ni masiku muhimu sana, ni masiku ambayo yatabadilisha yale masiku yetu yaliyotangulia yote. 20 zilizotangulia zitabadilishwa na haya masiku, lakini sio 20 tu. Umri wote uliotangulia, umri wako uliotangulia unabadilishwa na haya masiku yanayopatikana ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, kwa maana masiku ya mwisho. Kwa hiyo tufanye jitihada kwa ajili ya kuyatafuta masiku haya. Ndugu zangu Waislamu, ndani ya 10 hili la mwisho pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha utoaji wa zakatul fitri. Zakatul fitri imefaradhishwa ndani ya haya masiku 10 ya mwisho. Kwa hiyo wakati tukiendelea na haya masiku, itakapokaribia imebakia siku moja kwa ajili ya yaumul Eid, basi tujitahidi kila mmoja atoe zakatul fitri kama vile ambavyo tunavyoelekezana mara nyingi katika darasa zetu pamoja na hutuba zetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atujalie kama alivyotufikisha mwezi huu wa Ramadhani. Tunamuomba atufikishe pia na usiku wa Lailatul Qadr. Tunamuomba Allah atukubalie yale ambayo tumezembea sana 10 yaliyopita. Tunaomba asiangalie yale mapungufu yetu, atukubalie. Sisi ni wapungufu, sisi hatuna ukamilifu, isipokuwa ukamilifu ni wake yeye Allah. Allah atusamehe madhambi yetu yaliyotangulia, awasamehe wazazi wetu waliotangulia, wamefanya jitihada katika dini. Allah awasamehe, ajalie jannatil firdausi nuzulahum, pepo ya firdausi ndiyo iwe makazi yao. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha alazim li wa lakum. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba yastajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa tunakaribia mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani, huenda ikawa Ijumaa ya mwisho hii au isiwe ya mwisho, lakini kuna wengine wakawa wamemaliza Ijumaa hii ya mwisho. Huenda yote hayo. Kwa mkusanyiko huu tulionao, tunapenda kukumbushana mambo yafuatayo, na haya mambo yanahusiana na mafunzo ambayo tumeyapata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu, ni chuo kikuu ambacho hakiwezi kufanana na chuo kikuu chochote. Mwezi wa Ramadhani ni chuo kikuu ambacho hakiwezi kufanana na chuo kikuu chochote. Kwa hiyo tuna imani wale ambao watatakharaj, wale ambao wamemaliza, wamegraduate katika chuo kikuu cha mwezi wa Ramadhani, watakuwa ni Waislamu waliokuwa safi kabisa kutokana na mafunzo ambayo wameyapata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo tunakumbusha, na mambo haya hasa yanawahusu shababu, yanawahusu vijana. Vijana ndio wanahusika kutokana na mambo haya. Ndugu zangu, tukikumbuka masiku ya karibuni tu, mwezi wa 10, tunakumbuka yaliyotokea. Tunakumbuka nchi namna ilivyoingia, watu wakafungiwa ndani, hakuna kutoka, wengine wakauawa, wengine wakapata ulemavu. Tunayakumbuka hayo. Kwa hiyo kwa kutumia mkusanyiko huu katika Ijumaa hii ambayo huenda ikawa mwisho, tunakumbushana haya, na haya ambayo tunayakumbusha yametoka kwa kupitia kwa shekhe wetu wa mkoa, Sheikh Said ibn Abri, ambayo ndiyo ambayo anayowaeleza Waislamu wote mliopo hapa, lakini kupitia katika vyombo vya habari sehemu yoyote nchini Tanzania. Jambo la kwanza, wanatahadharishwa vijana kujiepusha na elimu ya dini, elimu ambayo inayopelekea misimamo mikali. Elimu ya dini,
inayopelekea misimamo mikali. Kwa nini tunatahadharisha hili? Tunatahadharisha hili kwa sababu, ndugu zangu, tofauti ipo. Hivi muda kidogo tu tutakapoingia mwezi umeandama, wengine wakasema umeandama, wengine wakasema bado, watu wanaanza kutiana vidole machoni kwa sababu ya misimamo ambayo inatokana na elimu zisizokuwa sahihi. Tofauti ipo, na tofauti hii tangu wakati wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja anawaagiza masahaba wake, anawaambia nendeni sehemu fulani, lakini mnapokwenda huko, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidha. Mtume anaagiza yoyote yule asiswali swala ya alasiri isipokuwa aswali kule atakakofika sehemu inayoitwa Bani Quraidha. Masahaba walipoondoka, wamefika njiani, swala imeingia alasiri, hawajafika wanakokwenda. Walipofika pale, wengine wakasema jamani, alasiri imefika, tuswali. Wengine wakasema hapana jamani, Mtume ametuambia nini? Mtume amesema asiswali yoyote alasiri isipokuwa aswali kule. Ufahamu katofautiana, wengine wakaswali pale, wengine hawakuswali, wakasubiri mpaka walipofika. Wamemaliza ya kwao, waliporejea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walipomweleza, falam yu'annifu minhum ahadan, Mtume hakumkemea mtu yoyote. Hakusema wewe kwa nini umeswali wakati nilisema ukuswali, na wewe kwa nini hukuswali wakati swala ina wakati wake, iswaliwe kwa wakati. Mtume hakumkemea yoyote yule. Kwa hiyo wametofautiana hawa kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo vijana, tuachane na elimu ambazo zina misimamo mikali, kwa sababu hii misimamo mikali mwisho wake inapelekea uvunjifu wa amani, na hatuhitaji amani ya nchi yetu ivunjike. Tunatamani iendelee kubakia ili tuendelee kuchuma matunda yanayopatikana katika nchi yetu. Lakini pia vijana, tunawatahadharisha elimu za mitandaoni. Elimu za mitandaoni pasina ya mwalimu. Leo vijana wengi amekuwa mwalimu wake ni Google. Akipatwa na jambo amegugu, kila anapopata mushkili amegugu. Muulize shekhe, hata kama utatumia mtandao, muulize shekhe, lakini shekhe anayefahamika kwamba huyu ni shekhe fulani, huyu ni shekhe ambaye elimu yake ni sawa, kwa hiyo inafaa kuchukuliwa elimu hii. Vijana wanachati mitandaoni bila kujua wanachati na nani, masala ya kidini, masala ya ilmu ya dini, halafu wanayachukua yale wanayochati na hao mashekhe wasiojulikana, wanayaleta katika jamii. Wakileta katika jamii, inatokea tafaruku, mwisho wa yote amani inakuja kuvunjika. Ndugu zangu, jambo lingine ambalo tunatahadharisha ni umuhimu wa kuishi kwa amani na kuvumiliana. Tuvumiliane, tuishi kwa amani na kuvumiliana. Kwanza tuvumiliane sisi kwa sisi Waislamu. Ukimwona yule mwenzio ana msimamo tofauti na wako, mvumilie. Ndiyo mafuhumu yake, ndivyo alivyopokea, mvumilie, ishi naye kwa amani. Lakini pia tuishi kwa amani na kuvumiliana na wasiokuwa Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi vizuri sana na wasiokuwa Waislamu, mpaka anahusia jirani, harahara jirani bila kujali dini yake ipi, muslim au kafir, bila kujali. Lakini madamu ni jirani, lazima tuishi naye vizuri, tena kwa kuvumiliana. Na Mwenyezi Mungu haja tukataza, la yanhakumullah. Mwenyezi Mungu haja kukatazeni kwa wale ambao hawajakupigeni, hawajakupiga vita, hawajakutoweni katika miji yenu, antabarruhum, kuwafanyia wema. Haja kukatazeni Allah, pamoja na kuwa sio Waislamu, lakini hawajakupigeni, hawajakutoweni katika miji yenu, tunahimizwa kuwafanyia wema mahma kana, wana haki yao ya wema. Na ndivyo alivyokuwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jambo lingine tunatahadharisha madhara yanayotokana na matukio yanayosababishwa na imani kali. Hili tumekwisha lizungumza. Ama la mwisho kabisa, tuendeleze uzalendo wa nchi yetu. Waarabu wanasema hubbul watani minal imani. Ni kweli, hubbul watani minal imani, mapenzi, kuipenda nchi ni sehemu ya imani. Ni kweli kabisa,
kuipenda nchi yako, ukahakikisha isichafuke, isivuruge, isiharibike, amani iendelee kubakia. Kufanya hivi ni katika imani, kwa sababu amani inapopatikana, utulivu ukipatikana, ndivyo tunapoweza kufanya ibada kama hivi tumekusanyika. Hakuna mtu yoyote ambaye ana wasiwasi kwamba linaweza likatupwa bomu au linaweza likatokea lolote. Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu amani imetawala. Kwa hiyo vijana, tuwe na uzalendo wa kuipenda nchi yetu. Haya ni muhimu.